السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Leo ndugu zangu wa Tanzania, nimekuja na njia nzuri miongoni mwa njia za kuweza kuidumisha amani. Nimeshataja njia mbalimbali, lakini pia nitaendelea kuzitaja, na leo nataja njia kubwa miongoni mwa njia nzuri na bora za kuidumisha amani ya nchi yetu Tanzania. Tumetangulia kusema huko nyuma, na ndivyo ilivyo, kwamba kila mwanadamu ni mwingi wa kukosea na kila mwanadamu ana mapungufu. Na viongozi wetu wa Tanzania ambao wanatuongoza, kuanzia kiongozi mkuu wa juu, rais, mpaka kiongozi wa chini kabisa ambaye anapatikana katika mtaa, wote ni wanadamu na wote hawawezi kuwa na ukamilifu, na lazima wewe na makosa. Hakika mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekamilika na kazi yake haina makosa na wala haina mapungufu. Lakini mwanadamu na kiumbe yoyote lazima atakuwa na mapungufu. Kwa hivyo basi, tutakapokuwa tumeona makosa katika utawala wetu, tutakapokuwa tumeona makosa kwa viongozi wetu wanaotuongoza katika nchi yetu, watawala wetu, tuwanasihi, lakini kwa siri. Nasaha za siri kwa wale ambao wana uwezo wa kufika kwa watawala ndio utaratibu uliokuwa mzuri. Kwa maana kwa sisi maustadhi na mashehe na walinganizi wa Kiislamu, tusizitumie mimbari za Kiislamu na hadhara za Kiislamu kuwakosoa watawala hali ya kuwa watu wanasikia au kuwatukana. Haipendezi. Haipendezi pia kwa Wakristo na wengineo kutumia majukwaa ya madhabahu au kwa namna nyingine ile, au katika zile sherehe zao kuwatukana watawala na kuwakosoa hadi ya kuwa watu wanasikia, ima kwa kuandika waraka au kwa kuandika kadha wakautawanya. Bali kama wataandika waraka, basi uwe ni waraka wa siri kati yao na kati ya serikali, kati yao na kati ya viongozi. Ikiwa tutafanya utaratibu huu, basi nchi yetu itaishi kwa neema mbalimbali ambazo zitakuwa ni zenye kumiminika katika nchi yetu, na kila Mtanzania atazipata. Watoto wetu watakaokuja baadaye na wajukuu wetu wote, huu utaratibu wakiukuta na wakaendelea nao, nchi yetu Tanzania itaendelea kuwa ni nchi amani na utulivu, ni nchi yenye neema. Haifai kuwanasihi watawala, na wala haipendezi mtu akasimama kwenye mitandao au akasimama kwenye mimbari au akasimama kwenye majukwaa au madhabahu au kadha, akaanza yeye kazi yake ni kukosoa watawala. Unataka kumkosoa mtawala, mfate au wafate wale wenye kumfikia, wamwambie na mambo yawe kimya kimya. Sawa sawa amekubali kurekebisha lile kosa, basi baki kimya kimya. Sawa sawa amekataa, ibaki kimya kimya. Atakapokuwa amerekebisha, hilo ni jambo zuri, alhamdulillah. Na atakapokuwa hajarekebisha, tuna uwezo wa kutumia njia nyingine jambo likarekebika, nako ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumtengeneza yule mtawala, akatengamaa na akawa safi na kuyarekebisha makosa ambayo anayafanya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna tutakapokuwa tumeona makosa kwa watawala tufanye nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man arada an yansah lidhi sultan fi amrin, yote yule anaitaka kumnasihi mtawala katika jambo ambalo ameliona ni makosa, fala yubdihi alaniya, ile kosa asilitangaze, asilidhihirishe. Sasa afanyeje? Faliyakhudh biyadi,
au kamate mkono wa yule mtawala kama anaweza kumfikia, wayakhlu bihi, amweke pembeni, amnasihi watu wasisikie, amwambie kuna jambo hili linaleta taswira mbaya, kuna jambo kadha, mtawala amsikilize. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa in qabila minhu, kama atakubali fadhaka alhamdulillah, ulichokuwa unakitaka kimekuwa. Kuliko kaa kwenye mimbari na kadha kwenye mitandao, kwenye Facebook kaandika makala kubwa au kaandika waraka au kaandika kadha ukiwa unamkosoa hadi yakuwa wananchi wanasikia. Hili jambo halipendezi, linaweza kuwashawishi na kuwachochea wananchi ikawa ni sababu ya kuvunjika amani yao, ambayo haiwezi kupatikana isipokuwa kwa thamani kubwa, thamani ya kumwagika damu, thamani ya kutumia gharama kubwa, kuharibika miundombinu na mambo mengineyo katika mambo ambayo ni thamani ya kuweza kuitafuta amani. Kwa sababu amani ni jambo lipo, lakini likiondoka kulipata ni ngumu sana. Kwa hiyo akikubali alhamdulillah, lakini akikataa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana kadi adda alladhi alayhi, atakuwa yule aliyemnasii mtawala amelitekeleza ule wajibu juu yake. Wajibu yake ni nini? Ni kumfikishia mtawala kwamba kuna kosa hili, kuna kosa lile, lakini kwa siri. Kwa hiyo utakapokuwa ushalifanya hilo, haina haja ya kuambia watu mimi nilimwandikia mtawala, mimi nilimwambia hivi na hivi, mimi nilimwambia rais akawa amegoma kutekeleza. Hapana, na yeye rais ana haki ya kujitahidi na ana haki ya kukadiria mambo. Ana haki ya kukadiria na kuangalia kwamba hili kweli limenasihiwa. Je, kweli ni kosa? Inawezekana jambo kaliona kama ni kosa lakini si kosa. Inawezekana jambo kaliona kwamba limekosewa kumbe lilikuwa hajakosewa. Na inawezekana zikawa ni tuma lakini hakuna. Umesikia kwenye mtandao kwamba kuna jambo kadha lakini halijatokea. Lakini ukitumia njia hii aliyotufundisha nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna ya kufanyiana muamala na kuamiliana na watawala wetu, la shaka ukilikosoa litakuwa limeleta tija iliyokuwa nzuri. Fitna nyingi na vita nyingi ambayo imetokea katika historia ya tangu zamani, sababu yake kubwa ilikuwa ni kuwakosoa watawala kwa wazi, kwa kutangaza, kule kuyaweka wazi makosa ya watawala ni sababu kubwa ambayo inavunja amani katika kila maeneo. Ukiwauliza Warundi sababu ya kuvunjika amani, watakutajia sababu fulani, lakini pia ukitazama utakuta miongoni mwa sababu yake waliwasema vibaya watawala kwa wazi kabisa. Ukiuliza Rwanda utakuta sababu mama na kubwa kipindi kile wakati amani yao imevunjika ilikuwa sababu yake kubwa ni hiyo. Watakutajia sababu nyingine lakini miongoni mwa sababu ambazo ni kubwa ni hiyo. Nenda katika miji mingine ya Kongo, sababu utakuta kubwa ya kuvunjika amani ilikuwa ni kusema mabaya ya watawala, ambao hayo mabaya yake yapo kweli, inawezekana ni makubwa, lakini mazuri yanayopatikana katika nchi yanakuwa ni mengi kuliko yale mabaya ambayo yanapatikana kwa huyo mtawala. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, tusikubali kuleta tamaduni za kuwasema hovyo kwa wazi watawala, kwa sababu ni sababu ya vita, ni sababu ya kupotelewa mali, ni sababu ya kuondoka nafsi. Kwa sababu tukitazama wengi, yani katika mambo yaliyotokea katika nchi ambazo tunaziona duniani kama Libya walikuwa katika khairi, lakini watu wakatazama makosa ya Gaddafi na zile khairi nyingi alizokuwa anawapatia Gaddafi. Mtu akitaka kuoa anapewa pesa kutoka serikalini, anapangishiwa nyumba, vyombo, yale mambo yote ambayo ni misingi ya kutengeneza familia mtu alikuwa anayapata. Wanatibiwa bure hospitalini, yani kila kitu. Mtu kama ni maskini anakuwa anapata, yani kuna fungu linatoka serikalini kwa kuwagawia maskini katika nchi ya Libya kipindi hicho. Lakini walitokea watu wakawa wamewashawishi watu wa Libya kwamba jamani, mtawala wenu ana makosa, na inawezekana kweli makosa yalikuwepo, kwa sababu yeye hakuwa ni malaika. Malaika ndiye ambaye hakosei.
watu wakayakubali, wakaandamana, mwisho amani imeondoka Libya. Sasa hivi tazama Libya, wanaitafuta amani kana kwamba haikuwepo. Wamemsikia mtoto wa Gaddafi anataka arudi Libya aenda akagombee, wakatamani arudi huenda akawa kama baba yake, lakini ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu washaharibu utaratibu. Ule umoja wa Libya ushaondoka na ile amani ishaondoka. Kwa hiyo wanapambana kuirejesha amani, hadi inakuwa ni ngumu kwa wao. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna jambo kubwa kama amani. Hakuna jambo kubwa kama amani. Tuna mifano mingi mno. Mifano mingi. Juzi kati hapa Kenya, watu walimsema rais wao, wakaandamana, wakaibiana. Wewe unavunja duka kwenye mtaa fulani la mtu mwingine, na wewe duka lako linavunjwa kwenye mtaa mwingine. Unavunja mlango katika nyumba ya mtu mwingine, na wewe kumbe nyumbani kwako kule kunavunjwa. Unaona hasara hii? Yote haya yanatokea kwa ajili gani? Kwa ajili ya kukosoana kwa wazi. Leo kama tutasitiriana kama tunavyositiriana mtaani, tukawa tunakosoa chini kwa chini na zile haki tunazidai chini kwa chini, huu ni utaratibu mzuri. Ni sababu ya kuondoa uchochezi katika nchi. Kwa hiyo wengi ambao amani zimevunjika katika nchi zao, sababu kubwa ilikuwa ni kuwasema vibaya watawala na kuto wanasihi kwa siri. Mwenye kuona kwa katika utawala wake kitu chochote ambacho ni kibaya, akaona makosa kwenye serikali yake, kwa mtawala wake, kwa rais wake, waziri, basi amnasihi bila ya kutangaza. Tusitangaze makosa ya viongozi wetu, bali tutumie njia nzuri za kuweza kuwanasihi. Hii ni sababu mama ya kuweza kudumisha amani yetu na kutengeneza yaliyokuwa mema kwa ajili ya nchi yetu. Na hii ni katika kusaidiana katika kheri. Kwa hivyo huu ni wito wangu ndugu wa Tanzania, kwamba ni wito ambao kila mmoja, kila Mtanzania usimamie. Tusikubali kufanya kama vile ambavyo wanafanya watu wengine, kutangaza mabaya ambayo yanapatikana kwenye serikali yetu, bali tutumie kila njia ya kuweza kuyasahihisha na kuwanasihi watawala na viongozi wayatengeneze mambo yakae sawa, kwa sababu wao wanakosea kama sisi. Wao ni wanadamu kama sisi. Sisi ni wanadamu na wao ni wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ni sehemu ya kukosea, na kukosea ndio ukamilifu wa binadamu. Kwa hiyo tukiwa nao katika hili, tukawa tunakosoa kwa asili, basi Tanzania amani yake itadumu. Na kuomba ya Allah idumishe amani ya Tanzania, idumishe amani ya Afrika, idumishe amani ya kila sehemu ambayo anapatikana kila mtu ambaye anaipenda kheri na yuko ndani ya kheri. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.